Kilimo ekolojia kina uwezo mkubwa wa kuhakikisha kwamba tunakuwa na mfumo endelevu wa chakula ambao unakuwa ni mfumo toshelevu na ambao unakidhi mahitaji ya wananchi na wale watumiaji. Kikubwa kinachohitajika katika kusaidia kilimo ekolojia kuwa endelevu ni kwamba tunahitaji wadau wengi, masoko ya uhakika ya bidhaa za kilimo ekolojia, kurahisishwa kwa mifumo ya uthibitishaji wa ubora wa bidhaa za kilimo ekolojia, kuwepo na misingi ama usimamizi endelevu wa wazalishaji wa kilimo ekolojia kuhakikisha kwamba wanaweza kufikia vile viwango vya bidhaa za kilimo ekolojia ambavyo vinahitajika sokoni. Na zaidi ya yote, ili kumfanya mkulima asiathirike anapokuwa anaacha kilimo chake cha kawaida kuja kwenye kilimo ekolojia, ni kuhakikisha kwamba anajifunza kwa wingi juu ya upatikanaji wa masoko ya bidhaa za kilimo ekolojia. Pia ajifunze juu ya namna ambavyo bidhaa za kilimo ekolojia zinaweza kuzalishwa, zinaweza kutunzwa, kuchakatwa na kuingizwa kwenye masoko. Hapa mkulima lazima ajifunze mbinu za uzalishaji endelevu wa kilimo ekolojia, ikiwa ni pamoja na matumizi mazuri ya pembejeo za kilimo, ikiwa ni pamoja na mbegu za asili, mbolea na viuatilifu vya asili, lakini pia kujikita kwenye namna ya kuzalisha mazao ya kilimo ekolojia ambayo hayatakuwa na ziada ya kemikali katika uzalishaji wake. Na hii itamfanya mkulima aweze kuwa na bidhaa bora, inaweza kukubalika ndani ya masoko ya ndani, lakini hata yale masoko ya nje. Kwa hiyo katika mfumo huu, wakati mkulima anatarajia kwenda kujikita katika kilimo ekolojia, hasa tunasisitiza kama mtandao wa Bioanuwai Tanzania kwamba tujikite kwenye masoko, tujikite kwenye kufahamu watu wanahitaji nini, lakini pia tujikite kwenye kujifunza elimu na ya uzalishaji. Tunapataje uzalishaji endelevu kwa kutumia mbinu endelevu za kilimo ekolojia? Kumbuka, katika kilimo ekolojia kuna kanuni mbalimbali za uzalishaji, kuna kanuni mbalimbali za kuchakata mazao, kuna kanuni mbalimbali za kuyafikia masoko ya kilimo ekolojia. Tukizifanya hizi zote kwa ujumla wake, tutakuwa na masoko huru na masoko endelevu ambayo yanasaidia kuziendeleza hizi bidhaa za kilimo ekolojia. Kazi kubwa ipo katika kuweka miongozo mbalimbali ya kusaidia sera na nyaraka mbalimbali za kiserikali ambazo zinasaidia masoko ya kilimo ekolojia kuwa na msaada mkubwa kwa wakulima wadogo. Na hii ni katika kuhakikisha kwamba kunawekwa fedha, kunatengwa mipango mikakati, lakini pia utekelezaji unakuwa ushirikishwaji wa kutosha baina ya wizara mbalimbali, kwa sababu unapopeleka bidhaa sokoni bado kuna vitu vingi sana ambavyo vinahitajika vya kudhibiti ubora, lakini kuangalia kwamba ni kwa namna gani mlaji wa mwisho hata athirika na bidhaa hiyo iliyozalishwa. Ni wito wetu kwa serikali kuomba kwamba wadau wa kilimo ekolojia wapewe nafasi zaidi katika mazungumzo ya ndani, hasa pale ambapo tunatengeneza viwango vya ubora vya kilimo ekolojia, na kuangalia ni mbinu gani shirikishi ambazo zinaweza zikasaidia kwenye kudhibiti ama kusaidia kuongeza upatikanaji wa bidhaa za kilimo ekolojia kwenye masoko.